Wizara imeandaa mafunzo haya ili kuwajengea uelewa wa kina viongozi na watumishi wa wizara na taasisi zake katika masuala ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi, sheria ya mikopo, dhamana na ruzuku, pamoja na matumizi ya takwimu rasmi za serikali. Lengo likiwa ni kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu ya wizara na utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050 sambamba na maono ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amekuwa akisisitiza ushiriki wa sekta binafsi ili kufikia malengo ya dira hiyo. Ubia kati ya sekta binafsi na sekta ya umma sio chaguo tena, ila ni hitaji la kisera. Vile vile, kwa kuzingatia sheria, uwazi katika mikataba, upatikanaji wa mikopo na dhamana, pamoja na matumizi ya takwimu rasmi, tunaweza kusaidia taifa kujenga uchumi imara, wenye ushindani na unaoleta manufaa kwa wananchi wote kupitia sekta za habari, utamaduni, sanaa na michezo. Tutumie sana fursa hii. Kupitia sekta ya michezo, nchi yetu ina upungufu mkubwa wa miundombinu ya michezo. Serikali inafanya ujenzi, tunajenga Arusha uwanja mkubwa wa watu 33,000, tunajenga uwanja mkubwa Dodoma watu 32,500, tutajenga vituo vya kufanyia mazoezi na michezo Dar es Salaam na Dodoma. Tutajenga viwanja vya mazoezi 5 Dar es Salaam, Dodoma, Arusha. Lakini pia tunajiandaa kwenda kwenye program kubwa ya ujenzi wa vituo vya michezo na burudani nchi nzima. Ni vituo ambavyo sekta zetu zote tunazozisimamia zitavitumia. Katika hatua hiyo, tunahitaji sana ushiriki wa sekta binafsi, kwa sababu serikali peke yake haiwezi kufanya kazi ya kuwekeza kwenye miundombinu yote ya michezo. Na duniani kote tunakopita, miundombinu ya michezo na burudani ni kazi inayofanywa na sekta binafsi kwa ushirikiano na serikali. Kwa naomba kuchukua nafasi hii kutoa wito kwa wadau wetu mbalimbali, sekta binafsi, wawekezaji kutoka ndani na nje ya nchi, tujitokeze kushirikiana na serikali katika uwekezaji kwenye sekta ya michezo na burudani. Tujitokeze kwa wingi, kwa sababu ni maeneo ambayo kwanza yana biashara. Najua Watanzania wengi hawajazoea haya maeneo, hizi fursa zilizopo kwenye maeneo haya. Lakini nataka niwaambieni, sekta zetu hizi ndio zinazoongoza kwa ukuaji kwenye uchumi wa nchi yetu. Taarifa za mwisho DPP nadhani tunakuwa kwa 17.1. Tulishafika mpaka 19. Kwa hiyo ni sekta ambayo inaongoza. Tunawazidi mpaka hao wakubwa mnaowajua wengi. Sisi tunawazidi. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kwenye sekta hizi kuna fursa nyingi ambazo tukishirikiana, sekta binafsi mkiweka fedha zenu, mkiweka ujuzi wenu na maarifa yenu, mtapata fedha. Na nadhani wawezeshaji wapo hapa, watatoa elimu ya namna gani mnaweza kufanya. Lakini ni sekta zinazolipa, fedha ziko nyingi, na duniani kote sasa hivi hayo ni maeneo ambayo yanatengeneza fedha nyingi. Iko miji mikubwa duniani leo haitegemei kilimo wala madini wala viwanda wala nini. Ukienda Makao kuna kilimo, kuna viwanda, kuna nini. Pale lile ni jiji la burudani. Ukienda Los Angeles ni maeneo ambayo yamejikita kwenye burudani. New York wanapata fedha nyingi kwenye burudani na michezo. Kwa hiyo ni maeneo ambayo bado hayajatumika ipasavyo na yana fursa nyingi, na ningependa wadau mbalimbali mjitokeze kushirikiana na serikali tuweze kutumia fursa hizo.